Kama ni mtu ambao unapenda kusoma vitabu, sasa kwa kipindi hiki sio lazima uende library au uende sehemu gani labda ili upate vitabu. Vitabu vingi sana vipo kwenye mfumo online. Sasa kama unatumia iPhone, kuna advantage kubwa unayo ambayo inawezekana bado mpaka sasa hivi hujaitumia. Apple wameleta application maalum kwa ajili ya kusoma vitabu, inaitwa Books. Okay, wewe search kwenye search bar yako Books, utaingia kule. Sasa kule kama ninavyokuonyesha hapo, kuna vitabu vingi sana kuanzia financial book, vitabu vya kuongeza upeo wako akili kuhusu mambo ya kifedha, vitabu vya kujifunza mahesabu, vitabu vya story books, kila aina ya kitabu kipo kule. Sasa uzuri ni kwamba huku utapata vitabu yani wewe kazi yako tu ni kudownload, popote utapoenda na simu yako kitabu chako unacho. Lakini pia kuna audiobooks. Okay, audiobooks ni kwamba kitabu yani kinakuwa kwenye mfumo wa audio. Kwa hiyo kama una vaa zako earpods zako au uko kwenye bluetooth speaker, vitu kama hivyo, unaweza kusikiliza tu audio, inakuwa kama some kind of podcast, lakini sio podcast, ni audio kuhusu hicho kitabu. Kwa hiyo unakuwa tu unasomewa. Lakini pia kuna library, yani kila kitabu unacho download kinaingia kwenye library ya kwako wewe. Okay, kwa muda wote ukihitaji kukipata, unakipata. Ukibadilisha simu unaweza kuja tu kuweka cloud yako, vitabu vyako vyote vitarudi. Kwa hiyo inakuwa ni simple, hamna kuzunguka na vitabu nini. Yani hicho kitu kimeepukika sana. Kwa kama una uwezo sasa hivi na unapenda kusoma, nenda hapo kwenye Books app. Follow, like na kushare. Karibu sana. This is Robert Malisi.